Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV. Sasa hivi mtu kuhama wakati Lowassa anahama kutoka Chadema kwenda CCM, tafasiri yake ilikuwa nini? Ilikuwa ni demokrasia. Lakini Lowassa ametoka Chadema kuja CCM, sio demokrasia. Kwamba amelazimishwa, amenunuliwa. Chadema kuna matatizo, na nimekuwa ninayasema kwa nini wabunge wa Chadema wanahama. Mbowe anachukua mishahara ya wabunge wa Chadema, ile fedha anasema inatumika kwa maslahi ya chama, lakini fedha ile Mbowe anaitumia yeye mwenyewe kwenye biashara zake na kwenye maisha yake ya zinaa. Hakuna mbunge hata mmoja wa Chadema aliyenunuliwa, hayupo. Chadema, nyinyi mnakumbuka list of shame ya Mwembe Yanga? Ngoja na recall. List of shame ya Mwembe Yanga ya Dr. Slaa. Chadema walipata umaarufu moja kwa sababu ya rushwa. Tanzania ilikisiri kwa rushwa. Mbili, Chadema walipata umaarufu kwa sababu ya ufisadi. Na Chadema ikapata umaarufu, walikuwa wanazungumzia kwamba serikali ya Tanzania ina ndege, mara sijui kuna wanyama wanasafirishwa nje. Rais Magufuli amekuja, changamoto zote ambazo Chadema walikuwa wanazungumza ndani ya bunge na nje ya bunge na ile list of shame ya Dr. Slaa, Mheshimiwa Rais Magufuli amefanyia kazi yote. Kwenye swala la rushwa, ambapo hata kwenye report imo wamezungumza kwamba Tanzania rushwa iko pale pale. Kwenye rushwa Tanzania, hata ukisoma ripoti za Marekani mbalimbali na nchi za Ulaya, ni rais pekee Afrika ambaye anapambana na rushwa kwa dhati. IPTL ilikuwa ni kampuni inayofua umeme Tanzania. Abinda Thes ndiye alikuwa mkurugenzi, anaimiliki. Leo yuko hapo, si yuko jela mpaka leo. Na ile IPTL imekufa. Wa Tanzania mnaonisikiliza na kunitazama, IPTL ilikuwa ni kirusi katika serikali ya Tanzania. Imekufa na haipo. Na mwenye nayo yuko ndani mabusu. Rugeremalira na escrow walimbo wapinzani ile fedha Rugeremalira yuko ndani. Hii report yazungumzia rushwa. Makampuni ya madini yote, makampuni ya madini na migodi yalikuwa na survive Tanzania kwa rushwa. Rais Magufuli ameondoa zote hizo. Hiyo rushwa iko wapi? Kwa hiyo wabunge wa Chadema wanahamia CCM ama wanarejea kuunga mkono juhudi, kwa sababu hawaoni sababu ya kuendelea kuwa wapinzani wakati serikali ya awamu ya 5 inatekeleza yale yote ambayo walikuwa wanayadai. Moja, walikuwa wanadai rushwa, ufisadi, kulikuwa na mambo ya ndege. Rais Magufuli amefufua shirika la ndege kwa vitendo. Mwalimu Nyerere aliacha ndege zilikuwa 13. Rais Magufuli mpaka sasa ana ndege 6, na mpaka anamaliza utawala wake atakuwa na ndege kama 8 hivi. Ameenzi Mwalimu kwa vitendo. Chadema ndio alikuwa anapigia kelele hayo kwenye rushwa. IPTL mpaka Zito akawa anapata fedha nyingi kwa sababu ya madili. Leo mkurugenzi wa IPTL yuko ndani, yuko mahabusu. Hayo ndio alikuwa mambo ya wapinzani waliokuwa wanadai. Wabunge wale wanaorudi CCM wanarudi kwa sababu Mheshimiwa Rais Magufuli anafanya mambo ambayo wapinzani walikuwa wanayataka. Ameondoa yote. Nidhamu ya kazi inaenda vizuri. Rais Magufuli amepambana na rushwa kwa vitendo. Mwendo kasi. Leo Robert Kisena yuko ndani, mkurugenzi wa mabasi ya mwendo kasi. Tukienda kwenye michezo, kina Malizi wako ndani huko na viongozi wa Simba. Hivi mnataka rais wa aina gani? Wanataka rushwa ipi? Mbona wanataka rushwa ipi? Na haya maripoti wanadanganya, hizo ripoti za uongo hizi. Rais Magufuli anajenga reli aliacha Nyerere ya zamani. Magufuli anajenga reli ya kisasa. Barabara njia 12 anajenga. Barabara inayopita Mbowe kutoka Dar es Salaam kwenda Haji inajengwa na Magufuli. Magufuli amekarabati reli ya zamani hii
inayokwenda Arusha, Tanga mpaka Kilimanjaro inaanza kufanya kazi soon. Arusha wataona treni, Kilimanjaro wataona treni. Waliowa treni kina nani hao? Ni baadhi ya watu wasiokuwa waaminifu, waliokuwa ndani ya serikali, waliokuwa ndani ya CCM na waliokuwa ndani ya wapinzani. Mbowe alikuwa anashirikiana na watu ndani ya CCM na ndani ya serikali kufanya biashara haramu. Hii ripoti inaongea mambo ya uongo. Kwa hiyo wabunge wa Chadema kurejea CCM wanarejea kwa sababu kazi walizokuwa wanadai zote, ndugu mwandishi, Rais Magufuli amezifanya zote. Zote kafanya. Nashukuru sana mwanaharakati huru. Nitaendelea kuchukua muda wako. Kwenye hii ripoti pia kuna jambo la ripoti hii kusema kwamba serikali ya Tanzania inaua kwa kuangalia sura. Wanaita killing, arbitrary killing by state security. Najua ndio maana wanasema watu tafsiri haraka hao watu wapambao sana kuangalia sura za watu kwamba tunaua Chadema. Serikali ya Rais Magufuli haijawahi kuua mtu tangu ingie madarakani. Mimi narejea tena. Wakati wa serikali ya Mwalimu Nyerere kuna watu walikuwa wanapotea, kuna watu walikuwa wanauawa. Mwalimu Nyerere ndo alikuwa anaua. Wakati wa serikali ya Mwinyi kuna watu walipotea, kuna watu waliuawa. Mbona tukuona maripoti ya namna hii? Wakati wa serikali ya Mkapa kuna watu walipotea, kuna watu waliuawa. Wakati wa serikali ya Kikwete kuna watu walipotea, kuna watu waliuawa. Nakumbuka yule mwandishi Mwangosi aliuawa yule na bomu kwenye serikali ya Magufuli. Sasa Magufuli anaendesha nchi, urais ni taasisi. Sasa hawa watu ni wajinga sana hawa. Ngoja nitolee mfano. Kuna mtu anaitwa Snowden huyu. Nafikiri mtamkumbuka. Snowden yule. Aliwahi kutoa siri za Marekani, namna serikali ya Marekani inavyofanya kazi zake. Snowden. Na namna ambavyo serikali ya Marekani walikuwa wanadubua siri za Angela Merkel. Mtakumbuka? Leo Snowden yuko wapi? Si Marekani inamsaka kwa na uvumba. Alishamkamata sijui bado wanamsaka. Yuko Urusi Snowden. Kila nchi, mambo ya usalama ya nchi lazima watu wawe makini. Tanzania iko kwenye ukanda wa bahari. Watu wanaweza kauawa Somalia, wakauawa Mombasa, wakaja kutupa huko Pemba, wakaja na bahari mpaka kwenye ukanda wetu, kando ya bahari yetu. Ukasema sio tumeua Tanzania. It's nonsense. 100%. Nonsense. Huo ni ujinga sana. Julian Assange na WikiLeaks. Ni raia wa wapi huyu jamaa? Wanamtafuta huyu Julian Assange. Kwa sababu ya hivi unaweza ukawa na nchi gani? Watu wanachezea nchi, wanatoa siri za nchi yako wasaliti. Halafu wakaachwa tu. Sasa tukihoji Martin Luther King Jr. alikufaje? Mbona alipigwa risasi kwa sababu gani? Kwa mambo mengine serikali hii haiui mtu na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinafanya kazi vizuri sana, haijawahi kutokea vizuri sana. Na kama vyombo vyetu vya ulinzi na usalama visingekuwa smart na vikafanya kazi vizuri, nchi ingekuwa imeshayumba, tungekuwa tumeshaingia kwenye mapigano, kwenye machafuko. Tanzania iko salama hadi Mbowe anakwenda kuitisha waandishi wa habari kuongea, ni kwa sababu nchi yetu, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinafanya kazi vizuri sana. Mbowe leo alikuwa gerezani kwa kuidharau mahakama, ametoka gerezani, amekwenda kuitisha vyombo vya habari, ameongea, hajaguswa na mtu, hajaulizwa na mtu. Na tena namtaja rais tu kama anavyotaka yeye, hakuna mtu aliyemgusa. Sasa wakitoka hapo anasema Tanzania hakuna uhuru wa kujieleza. Leo Mbowe amejieleza pale kwenye makao makuu ya Chadema. Sasa anasema hakuna uhuru wa kujieleza kivipi? Wakati Mbowe pale kajieleza leo. Sasa mambo kama haya sio mambo ya kufumbia macho. Mimi kama mwanaharakati huru nitaendelea kusema sana. Unajua wakati mwingine nasema kwa hasira kwa sababu nina uchungu na nchi hii. Mimi ni mwanaharakati wa kutetea nchi yangu iendelee kuwa moja. Makabila 128 tuendelee kuwa wamoja, tuendelee kuwa ndugu na siwezi kuacha. Nilotolea mfano yule jamaa Guido yule wa Venezuela. Venezuela sasa inaingia kwenye umwagaji wa damu kwa sababu kuna kapandikizi kamewekwa pale. Kama ambavyo Tundu Lissu limekuwa pandikizi sasa.
Tundu Lissu ni pandikizi la mabeberu. Na mimi ndio ningekuwa waziri wa mambo ya ndani, Tundu Lissu akanyaga uwanja wa ndege pap, asingetoka gerezani mpaka mimi nazeeka na yeye anazeekea humo. Ili nchi iwe salama, lazima uhakikishe kwamba watu wote wasaliti wa nchi hizo wanashughulikiwa kwa vitendo. Nafikiri nimekujibu mzee. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.